Mchezaji wa Dodoma Jiji William Edgar amerejea nyumbani Mbeya akiongozana na marafiki zake wanaocheza ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo alicheza mchezo wa hisani dhidi ya timu yake ya utotoni ya Ilemi FC. Hata hivyo, tofauti na michezo mingine ya ushindani, safari hii ushindi haukuwa lengo kuu. Kilichopewa kipaumbele ni kuhamasisha amani na kuwagusa watu wenye uhitaji waliopo kwenye kata ya Ilemi jijini Mbeya. Akifungua rasmi mchezo huo, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Mbeya Emmanuel Mwalupindi amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani na kutumia michezo kama nyenzo ya kuimarisha umoja na mshikamano. Mwenyekiti huyo amesisitiza kuwa viongozi na wadau wanapaswa kuendelea kushirikiana na jamii katika shughuli zinazoleta maendeleo na kuahidi kuendelea kutoa ushirikiano. Kwa tukemee uhalifu, polisi kata pale popote ulipo, tuahidi kwamba kupitia michezo tuende tukadumishe amani, tukakemee uhalifu, kwani michezo ni furaha, michezo ni ajira, lakini michezo inadumisha amani pamoja na undugu. Tutatoa ushirikiano kadiri ambavyo tutahitajika. Shukuru wale ambao nimeambatana nao, kiongozi wetu wa kimila Chief Lioto, wao ni wahubiri amani, kiongozi wangu wa timu ya Mbeya City. Fursa za michezo ziko Mbeya. Tunachelewa sana, tunazipeleka timu zetu kwenye wakati mgumu kwa kwenda nje ya nchi na mikoa mingine. Tunaacha wachezaji nyumbani. Wachezaji wako nyumbani. Kwa heshima kubwa nimshukuru kaka yangu, mchezaji mkongwe na siku nyingi, ambaye amecheza uwanja huu wa Jensi, amecheza timu ya Tanzania Prisons, amecheza timu ya Yanga Africa, lakini pia sisi wana Ilemi tumewaitoa nahodha wa timu ya taifa. Kakaangu Shadrack Nsajigwa, na kushukuru kwa kuja kutuunga mkono. Baada ya kusema hayo, niko tayari kufungua rasmi mashindano haya. Jonathan Lulandala ni mmoja wa kamati ya mashindano ya chama cha mpira wa miguu mkoa wa Mbeya. Amesema michezo ya hisani ina nafasi muhimu katika kuendeleza vipaji vya vijana, kuimarisha mshikamano wa jamii na kuwapa hamasa wachezaji chipukizi wanaota kufikia ngazi za juu ya soka. Kwanza wanakumbuka walikotoka. Hilo ni jambo la heri. Unajua kama leo ulivyoona wamekuja watu wengi kuja kwa support. Kwa hilo ni la kwanza. La pili ni kutoa burudani. Kama leo tunapata burudani ya kuangalia wachezaji mbalimbali ambao labda wengine tusingewaona, lakini kupitia mchezo huu tumefanikiwa kuwaona. Lakini la tatu, linahamasisha vijana wengine, na wao wanaona kama huyu amefanya, basi na mimi ngoja nipambane siku moja na mimi nije nifanye. Kwa kifupi, linahamasisha michezo ndani ya jamii. Kama wanafanya kwa kushirikiana inapendeza. Kama leo wamefanya Edgar, lakini ndani ya Edgar kuna wachezaji wengi walioungana mkono. Kwa hiyo hata mwingine anaweza kaandaa kawasiliana wenzao, basi wakafanya limoja au mawili yanatosha. Kama hivi lifanyika Kiela, saizi wamekuja wamefanya Ilemi. Kwanza walivyokuja kwetu, kama unavyojua saizi ilivyo nchi, lazima utaratibu wa vibali vikamilike, usalama kama mwenyewe umeshuhudia pale, askari wapo, vibali kutoka chama cha mpira vimetolewa, na sisi kama viongozi wa kamati ya mashindano tupo, marefari umewaona. Kwa kifupi, zile taratibu zote za mpira zimefanyika. Naye William Edgar ameeleza kuwa lengo la kuandaa mchezo huo ni kuchangisha na kutoa msaada kwa watu wenye uhitaji na wagonjwa, huku akitumia fursa hiyo kuwashukuru wote walioshiriki katika maandalizi ya tukio hilo. Lengo na mazumuni ya jambo hili ni kwa ajili ya watu wenye uhitaji. Kwa mimi napenda kuwashukuru kwa wote waliojitokeza na wote walioshiriki na wote viongozi mbalimbali. Nawashukuru sana kwa kusupport hili jambo. Naamini mwakani tena litakuwa jambo zuri zaidi ya hapa. Huko kwenye ligi tunakutana na changamoto mbalimbali. Kwa mwisho wa siku mpaka tunamaliza ligi, ni tunamshukuru Mungu na kile tulichokipata ndio tunafanya kufanya hili jambo kwa kufanya kwa watu wenye uhitaji. Kwanza kabisa sikutegemea kwamba watu wataitikia kwa mwitikio mkubwa kama huu hapa. Mimi nilichukulia kawaida, ila watu wameitikia kwa wito mkubwa sana. Kwa ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sasa hivi bado nina mkataba na timu yangu ya Dodoma Jiji. Kwa
ila usajili bado upo, kwa lolote lile linaweza likatokea. Ndio. Aliyekuwa mchezaji wa Fountain Gate Jameson Mwanuke amesema michezo ya hisani imekuwa sehemu muhimu ya kuonesha shukrani kwa jamii, kwani hutoa matumaini kwa vijana na kuhamasisha kuamini kuwa ndoto zao zinaweza kutimia kupitia nidhamu na kujituma. Matukio kama haya mara nyingi yanafanyika kipindi hichi cha likizo. Unaweza kuona kabisa kwamba kipindi ambacho wachezaji wanakuwa off season, wachezaji wengi wanapatikana. Kwa hiyo jamii ambayo tunaishi nayo, sehemu ambako tumetoka, tukifanya matamasha kama haya inakuwa kitu kizuri. Kwa hiyo tumekuja kumuunga mkono mwenzetu ambaye ameamua kurudisha kwa jamii kwa namna tofauti. Tumekusanyana na wachezaji ambao wengi wanacheza Premier na hawa ambao wapo hapa tumefanya tamasha hili, tumewakusanya watu. Imechangishwa pesa ambazo zinaweza kusaidia pia jamii ambayo inatuzunguka. Kwa upande wa wenyeji, mchezaji wa Elem FC Goodluck Ezekia, jambo alilofanya William Edgar ni la kuigwa kwa ajili ya mustakabali wa jamii nzima. Edgar asili yake ni Elem. Maeneo haya ndio maeneo ambayo yamemlea, kwa hiyo ameona kuna kila sababu ya kile ambacho ameenda kukipata huko katika utafutaji wake katika mpira kuja kurudisha kwa jamii. Kwa hivyo sisi kama wachezaji wenzie ambao tulikuwepo naye kutoka udogoni, tumekuwa naye, tumemsupport kwa kila kitu. Naona isiwe tatizo, lazima tuwepo kuhusika na yeye ili kumuunga mkono, kwa sababu ni swala kubwa sana kalileta. Kwa sisi kama sisi wachezaji tunamshukuru sana kwa kuwa hichi kitu alichokionyesha kinafanya kupeleka kwamba kata yetu ya Ilemi ni kata ambayo inahitaji amani, inahitaji maendeleo, inasapoti kile ambacho tunatakiwa kukipata kama jamii. Mtu ukitoka maeneo ya hapa ukienda huko, mwisho wa siku uje urudi katika jamii yako kujua kwamba hawa ndio waliokulea na waliokukuza. Katika miaka ya hivi karibuni imekuwa kawaida kwa wachezaji wa ligi kuu Tanzania bara kuandaa michezo ya hisani mara baada ya msimu kumalizika. Michezo hiyo imeendelea kuwa daraja la kuunganisha jamii, kusaidia makundi yenye uhitaji na kuhamasisha amani, huku ikitoa nafasi kwa vipaji vya nyumbani kuonekana mbele ya wachezaji na viongozi wa soka. Endelea kufuatilia NE Media.